kila siku. Paulo na Sila, Biblia inasema waliomba, waliimba, wakaomba, wakaimba na kuomba. Biblia inasema milango ya gereza ikafunguka, vifungo vyao vikalegea. Hawakuangalia gharama ya gereza. Matendo ya Mitume 16 ambayo tumeshaandika tayari. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Wafungwa wengine walikuwa pia wakifanya nini? Wakiwasikiliza. Wapendwa wana wa Mungu, zidisha maombi ili ufanikiwe. Hauwezi kusema ufanikiwe kama una maombi madogo, maombi ya dakika 20, na wakati mwingine Roho Mtakatifu hayupo, umekwazika. Wakati mwingine unapita kwenye magumu, huwezi kuomba. Lakini unapoamka usiku wa manane, nimesema unakuwa na nguvu ambayo sio ya kawaida. Kuna mahali utakuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo sio ya kawaida, kwa sababu usiku wa manane ni saa ya utulivu. Hakuna mtu anakusumbua, mbingu imefunguka, neema ya Mungu imesimama kwa watu wake, na Mungu anakuwa akitenda katika maisha ya kila mmoja. Na watakatifu wengi wanakuwa wakiomba sana, na wengine wanakuwa wanaloga usiku, na wengine wanateswa usiku, wengine wanakufa usiku. Ukisoma kitabu cha Marko 13 mstari 35, kesheni basi, kwa maana hamjui ajapo Bwana wa nyumba, kwamba ni jioni, au kwamba ni usiku wa manane, au ikapo jimbi, au asubuhi. Kesheni basi, kwa maana hamjui ajapo Bwana wa nyumba, kwamba ni jioni, au kwamba ni usiku wa manane, au ikapo jimbi, au asubuhi. Kesheni. So hatujui saa atakapokuja mwana wa Adamu, hatujui saa ya mchawi anapokuja kukuloga. Lakini unapokuwa katika maombi ya usiku wa manane, adui kama amejipanga, anakutana na jeshi la malaika limesimama. Siku moja tulikuwa Tanga kwenye mkutano wa Injili, tukiwa tunaomba kwenye kile chumba ambacho tulipewa tulale pale. Usiku wakati tunaendelea kuomba, mara kama tunashangaa paka yuko chumbani, au paka mwenyewe anatisha kweli. Alafu chumba ni kisafi, yani ni air condition, yani hakuna paka, yani pazuri, kuna vitanda vizuri, ni pazuri kweli kweli. Paka yule ni mkubwa, au anatisha, na ananyanyuka, akijinyanyua hivi anakuwa kama kamungu fulani hivi. Sasa leo ni kututoa kwenye concentration ya maombi, ili kesho tusisimame kwenye mkutano wa Injili. Sisi tunaendelea kuomba, hatukuanza kukemea, kwa sababu tuna shida na shetani. Sisi tuna shida na Mungu wetu kwa habari ya maombi kutusaidia kazi yake. Basi kwa tuliendelea kuomba tu, tunamwambia kama wewe ni paka, endelea kukaa. Kama umetumwa ni paka kipepo na uondoke, tunaachilia moto. Kwa hiyo tuliendelea kuomba. Tulipoendelea kuomba, yule paka akapotea kabisa. Tunamaliza maombi mida ya saa 10, kwa sababu tulianza saa 7. Namuuliza, hivi unakumbuka au kwa tunaota? Anasema si alikuwa paka. Kazi yetu sisi hatukuwa na shida na paka. Kama yeye alikuja kututisha, amekutana na Yesu, basi imeisha, sisi tunaendelea na maisha. Asubuhi tukiwa tunaenda kushuhudia, gari imetufuata pale tulipo, tukaingia kwenye ile gari, tukaenda kilomita kama 30 kwenye eneo kwenda kufanya huduma pia. Asubuhi tunashangaa kwenye bonnet kule ya gari, kitu kinapiga kufungua, paka amekaa juu ya exhaust hapo, haugui. Unajua
moto wa injini, unafahamu pale palipo pana moto mkali, kaka ametulia na tuangalie hivi. Hii ni nini? Tukaomba akapotea. Tanga line tausema Tanga line moja. Kwa tuliendelea na maombi na vitisho na kila namna, lakini Yesu alitushindia. Sisi hatutaka kujua habari za paka ametoka wapi. Tulichochua kwamba tumeleta injili ya Yesu Kristo iokoayo basi. Maana mnaweza mkabaki mnakemea paka ili mwangushe na adui, ili mshinde kufika kwenye kusudi la Bwana. Ndio maana ukiwa unaomba usiku unasikia mchango na mwakika kwenye bati, unashangaa kama mtu karusha mchanga juu, au unashangaa kuna kitu kinapiga bati pa, afu unashtuka. Dada moja huko Kotani nilifundisha somo la maombi usiku wa manane kwenye semina. Akawa katika maombi, alipokuwa anaendelea kuomba, anaishi mwenyewe kwenye chumba chake, mara ghafla anashangaa kuna mtoto mchanga amelala kitandani kwake. Anajiuliza mtoto ni wa nani? Yeye alianza kupiga ukuga, maana kwa bado hajakuwa kiroza. Ulimwengu huu na mambo ya ajabu sana. Ndio maana unapoanza kufika kwenye viwango vya kiroho, watataka kupeleke kwenye gereza ili wakufunge kwenye hilo gereza, ili ushindwe kuomba, ili wamuue Yesu wako. Sikia nikwambie, Paulo na Sila walipokuwa gerezani waliomba, walimsifu Mungu, waliomba, walimsifu Mungu, waliendelea kuomba usiku wa manane. Pamoja na walikuwa gerezani, waliendelea kuomba usiku wa manane. Biblia inaeleza misingi ya dunia ikatikisika, misingi ya nchi ikatikisika, maana haikuwa nguvu ya kawaida. Ndio maana ukiwa na maombi yenye nguvu usiku wa manane, nguvu ya Mungu inashuka. Nikufundishe kingine katika usiku wa manane. Kama unajijua viwango vyako vya maombi vya kawaida, usichokoze wengine. Narudia, kama unajijua viwango vyako vya kuomba ni sawasawa na sebuleni kwako na chumbani, ombea sebule na chumba basi. Kuna mtu hajanielewa, atasema tuishi labda viwango vya kiroho vimemtoka. Sikia, kama unajijua yaani wewe chupa ya upako wa mafuta ni ndogo, usiku wa manane usijaribu kugusa silaha ambayo huwezi kupigana nayo. Kuna wengine, baba anakamata anga lote, kijiji chote, napeleka damu zamani, ninazuia. Yanapofanya unazuia kweli katika roho, na unapozuia katika roho, wanasema ni nani aliyozuia? Na wakati huo huna nguvu, labda neema ya Mungu isimame. Unashangaa mashambulizi yanaongezeka. Uje kuona kwamba mtu ana nguvu ndogo hajasimama, hapo ana michanganyo, hapo hajaingia kwenye toba, hapo anaharibu vitu vya watu, anashangaa vivisu vinageuka kwake, mashambulizi yanageuka kwake. Kama umeamua kuwa na nguvu, simama kweli kweli ili ushinde kati ya eneo unaloliombea. Siku moja mama mmoja akaombea, Bwana Yesu, naombea sebule yangu na nyumba yangu, yaani ndani tu kwake pale. Lakini akatoka usiku. Alipotoka usiku akakutana na mauzauza pale nje. Sasa alipokutana na yale maroho, akarudi ndani anakemea. Alipoingia ndani, anasikia Roho Mtakatifu anasema, wewe uliombea tu ndani kwako, hujaombea kwenye compound, kwenye eneo lako mpaka kwenye geti. Uliombea tu nyumba na vyumba basi. Kama unaombea eneo fulani la kwako unalimudu, liombee kulingana na strategy ya kwako, viwango vile vya kiroho hivyo navyo.
Kweli tunapomwomba Mungu anatusaidia kwa neema iliyopo, lakini kuna wakati neema ya Mungu inapofurika ndani yako, unakuwa na uhakika na kile unachokiomba na unakuwa na nguvu ya Mungu ndani yako. Kama una uwezo wa kuombea eneo lako lote, ombea lifunike kwa damu ya Yesu. Lakini mahali ambapo hauwezi kupagusa, paache. Lakini sio kwenye eneo lako, nje ya eneo la watu wengine. Usiku wa manane, japo na mamlaka, nimesema viwango vya kiroho tunatofautiana. Mwingine kiwango chake ni kidogo kabisa, kama punje ya haradali. Mwingine tu paka akilia anaanza kuogopa mwenyewe, paka akilia. Mwingine haogopi wachawi, haogopi nguvu za giza, haogopi kabisa, haogopi. Na anaweza akaongea nao, akaambia naomba mwache, msinitese, msipatie maisha yangu, kinifuata mtajua. So viwango vyake vya kiroho, ana uwezo wa kumwambia adui na atanyamaza kimya. Ana uwezo wa kusemesha ardhi hii kwa viwango vya kiroho, kama wakati wa Paulo na Sila usiku wa manane, walikuwa na viwango sio vya kawaida. Lazima ifike kuwa na viwango vya kiroho zaidi, ili uweze kufanikiwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mathayo 25:6. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele. Hapa inazungumza kwa habari wale jamaa waliokuwa na taa, wenye busara, waliokuwa na taa, wengine mafuta yao. Aseme hivi, awasoma Mathayo 25 tukianzia mstari wa kwanza mpaka itakapoishia, nasema ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi walipokawia, wote wakasinzia, wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Maana wakaondoka wanawali wale wote, wakatengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakamwambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Anaposema taa zinazimika, ni viwango vya kiroho. Wenye busara hao 5 walikuwa na mafuta ya kutosha. Ninaposema mafuta, ni nguvu ya Mungu ambayo ilikuwa ndani yao. Lakini hawa wasiokuwa na busara 5 walikuwa na mafuta kidogo. Kwa hiyo viwango vyao vilikuwa ni vidogo. Wakati wanaenda kumlaki bwana harusi, taa zao zinafifia, wanaanza kuomba nguvu. Kwa hiyo kuna watu wanakopa nguvu za maombi kwa watu. Usikope nguvu ya mtu mwingine. Wakianza kuomba, akisikia mwenzake anaomba, na yeye anafuatisha pale, baba wa mbingu na nchi, baba wa mbingu na nchi, siri hujui. Kuna watu hapa, yaani ukiomba tu anakusikiliza, na yeye anafuata nyuma yako, kwa sababu taa yake ya mafuta iko kidogo, inafifia. Na mwingine anaomba kama baada ghafla anashangaa dishi linakatika alafu anashindwa aombe nini, wakati ana matatizo kibao, eti anashindwa kuomba. Changamoto tu zenyewe zimejaa mpaka kwenye masikio, zimening'inia, zinasema, zinaulizana, mimi nimekuja jana, nimekuja jana, na wewe si juzi, na mimi nimekuja asubuhi leo, na wewe tatizo nimeingia asubuhi bwana, ili tumtese na mwingine. Lakini katika kuomba yale matatizo yanaondoka pale unapokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana Paulo na Sila waliomba usiku wa manane, vifungo vya gereza vikafunguka, gereza likafunguka, na wenyewe wakatoka, wakamsifu Mungu. Nataka nikwambie jioni ya leo, iko damu ya Yesu Kristo, kila kifungo walichokufunga kikaachiwa.
kikaachie kwa jina la Yesu Kristo, kikaachie kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi gereza limefungwa na nani, haijalishi limefungwa na kuamia kiasi gani. Sikia nikwambie, Bwana Yesu akisema misingi itatikisika, hiyo milango itafunguka, mpaka utashangaa. Yuko Roho Mtakatifu atakao kusaidia jioni ya leo. Sikia nikwambie, usiangalie ukubwa wa gereza, usiangalie kufuli wala mlango wala yule bwana gereza, usimwangalie. Angalia jina la Yesu Kristo. Ndiye aliyotengeneza gereza, ndiye aliyowapa uwezo wa kujenga makufuli na milango hiyo. Iko damu ya Yesu jioni ya leo, inaenda kukukomboa. Kifungo chochote kipatie. Sema kila kifungo siku ya leo. Simama kwa miguu yako. Kila kifungo jioni ya leo, gereza lililonifunga liachie maisha yangu. Gereza lolote liachie maisha yangu. Kifungo chochote kiachie maisha yangu. Madhabahu yoyote iachie maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema Paulo na Sila waliomba usiku wa manane, milango ya gereza ikafunguka. Na mimi jioni ya leo, gereza walionifunga likaachia maisha yangu. Gereza la magonjwa, gereza la mauti, gereza la uharibifu liachie maisha yangu. Kila gereza lolote walionifunga liachie maisha yangu, liachie maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema vifungo vyote viachie maisha yangu. Vifungo vya gereza viachie maisha yangu. Madhabahu zozote ziachie maisha yangu. Roho yoyote iachie maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema kila madhabahu achia maisha yangu, kila roho achia maisha yangu, kila ufalme uachie maisha yangu, kila roho iachie maisha yangu kwa damu yako Yesu. Vifungo vyote viachie maisha yangu. Gereza lolote liachie maisha yangu kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu, kwa damu yako Yesu. Bwana Yesu, naomba nitetee. Bwana Yesu, naomba nikomboe kuanzia sasa. Kwa kupigwa kwako Yesu mimi nimepona. Kwa kupigwa kwako Yesu mimi ni mzima, kwa jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Naomba nisikie sauti yako. Tuliomba paza sauti yako. Waliomba milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Paulo na Sila waliomba, Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Sila waliomba, Paulo na imba kama waliomba milango ya gereza
unakuja mbele kwa ajili ya maombi na maombezi, kufungua milango yako leo. Kamata sadaka yako, utaweka sadaka hiyo, milango ya gereza ikafunguke. Milango yoyote iliyofunga maisha yako iko damu ya Yesu Kristo itanena mema jioni ya leo. Milango ya gereza inaenda kufunguka katikati yako, iko damu ya Kalvari. Kamata sadaka yako tunapoendelea kuomba. Bwana Yesu, tunasogea mbele zako jioni ya leo. Hatujaja mikono mitupu, tumekuja na sadaka zetu Bwana. Baba, tunaachilia neema yako. Anza kusemesha sadaka yako. Sadaka inasemeshwa. Iambie sadaka yako iseme. Iambie sadaka iseme. Semesha sadaka yako kwa jina la Yesu. Semesha sadaka yako ikafungue milango. Tunafungua milango kwenye mbingu. Tunafungua milango kwa watoto wetu na masomo yao kupitia sadaka zetu Baba, sadaka ya ulinzi, sadaka ya kufungua milango kwa watoto, masomo yao na kazi zao. Waliona kazi, wasio na kazi wapate kazi. Baba, pokea sadaka zetu, zikafungue milango Bwana, zikafungue milango ya kiroho, zikapiga mashambulizi, zikapiga milango iliyofunga uchumi, zikapiga milango iliyofunga maendeleo, zikapiga milango iliyofungwa kwa habari ya uchumi na afya. Sadaka ikanene mema, ikapiga uchawi, ikapiga ushirikina, ikapiga mauti, ikapiga uharibifu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea sadaka zetu, zikamanakazo mbele zako. Pokea sadaka zetu, zikanene mbele zako. Pokea sadaka zetu, Bwana, zikapiga uchawi, zikapiga nguvu za giza, ulimwengu wa giza uliokamata, milango yake iliyofungwa, milango ya biashara, milango ya uzao, milango ya kazi, milango ya afya, milango ya watoto wake masomo, milango ya mume wake na ndoa yake, wamefungwa kwenye uchumi wa familia hii. Baba, niko mbele zako, milango yake ikafunguke. Hilo gereza likuachie, hilo gereza likuachie, hilo gereza likuachie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea sadaka zetu Bwana, zikamanikazo mbele zako. Pokea sadaka zetu, zikanene mema Bwana. Pokea sadaka zetu, zikanene mema mbele zako, katika jina lako Yesu, katika damu ya thamani. Asante Baba, pokea sadaka zetu, zimanikazo mbele zako Bwana, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti hai. Hakika milango yetu ifunguliwe tangu sasa na hata milele. Amen.